Tuanze na wewe. Kabla sijaja kwako, tuanze na wewe. Umeelewa? Sasa mimi nimeelewa, lakini sijakubaliana na wewe Mheshimiwa Spika. Haya ni mahojiano mahususi ya kiongozi huyu wa bunge na Azam TV yaliyolenga kupata ufafanuzi wa masuala kadha wa kadha. Miongoni mwa hoja zilizoibuliwa na watangazaji wa Azam TV ni kuhusu wabunge 19 wa viti maalumu waliofukuzwa uwanachama wa Chadema takribani miaka 4 iliyopita na kwenda kupinga uamuzi huo mahakamani. Mahakama inamsikiliza huyu, inasema zuia. Inaweka neno inaitwa zuio. Injunction. Sasa ile injunction haijasema bado wewe una haki ama huna. Kwa hivyo hata hawa wabunge sura ni hiyo. Msingi ni ule ule. Ukisema kwamba kamati kuu imewafukuza, hawa wamekata rufaa, kwa hivyo waondoke bungeni, utawarejeshea hizi haki zao ambazo sasa watakuwa wameondoka kwenda nje? Kwa sababu bado uamuzi haujatoka kama hawa ni wabunge ama sio wabunge. Kwa nini? Kwa sababu wamefukuzwa na chama chao. Kwa nini? Katiba inataka kila aliyeko mle ndani awe na chama. Mahakama ilikuja kusema hawa watu walifukuzwa chama bila kufuata utaratibu. Kwa ngazi ile wabunge wengine wameshaletwa na chama cha CUF. Wale utawarudisha bungeni? Haiwezekani. Lakini pia je, utawalipa yale ya kwao sasa? Maana wamesema wamefukuzwa si halali, maana yake warejee bungeni? Haiwezekani. Hoja nyingine ni kuhusu madai ya bunge kutojadili mambo ya utekaji. Mimi sina taarifa kwamba ni polisi ndio wanaoteka. Na yeye alileta kwa sura ya kwamba polisi ndio wanaoteka. Sasa bunge haliwezi kujadili hoja kama hiyo. Kwa nini? Bunge linapojadili hoja lazima litoe maamuzi, na maamuzi yetu tunatoa kama maazimio, na tukitoa maazimio tunaiagiza serikali. Haya, tukishajadili hoja kwamba polisi wanateka, tunawaagiza nini serikali? Wavunje polisi? Kwa sababu sasa maana yake wewe raia umejua kwamba ni polisi wanateka. Hatuwezi kujadili jambo ambalo hatuwezi kufanya maamuzi. Sijui kama umenielewa. Suala la serikali kuingilia mkataba wa kampuni ya DP World likafanuliwa na kiongozi huyo wa bunge. Mimi kama mwanasheria ule mkataba nimeusoma. Mimi kama wakili nimeusoma ule mkataba na sikuona kuna shida. Na kama spika wa bunge sikuona kuna shida ya bunge kuridhia. Kwa nini? Ule mkataba ulikuwa unatoa labda niseme unaweka msingi wa serikali kuanza mashauriano, kuanza kutengeneza sasa mikataba na hawa watu wa DP World. Kwa hivyo bunge lisingeweza kuzuia serikali kufanya kazi yake, ambayo ndo kazi yake kufanya hivyo, ambayo serikali imeingia. Katika mahojiano hayo, Dr. Tulia alijibu madai ya wadau mbalimbali juu ya bunge kutoisimamia ipasavyo serikali, akibainisha kuwa chombo hicho kinaisimamia na kuishauri vyema serikali, akitoa mfano namna kamati zake zinavyoeleza utekelezaji uliofanywa na serikali kuhusu ushauri unaotolewa katika ripoti za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG. Joyce Mwakalinga, Azam News, Dodoma.